Sisi kama wanayanga pia tunamtakia mapumziko mema kipa wetu wa zamani Bwana Kindoki. Pia tuna msiba huo umetukumba pamoja. Sisi katika familia hii, ukiondoka utabakia kuwa familia. Mimi mwenyewe binafsi sifahamu mpaka dakika hii rais wetu Engineer Hersi yuko wapi, ila analolifanya tunajua ni kitu gani. Kwa sisi tumejiandaa, tumetambulishiwa kocha, tumempokea. Nadhani baada ya hapo sasa usajili tunaweza kusema unaanza rasmi. Lakini binafsi kwa ninavyofahamu usajili wa Yanga umeshakamilika. Tuwaombe mnakotoka makwenu, hakikisheni muwe mmeaga. Siamini kama kuna mtu anatoka Europe. Asili ya Afrika. Tuko na Chief Kizenga, tunakuja kuzungumza yale ya kimichezo. Chief, kuna mengi sana nazungumzwa kuhusiana na usajili wa Yanga Kasuku, yakisema ya kwamba Engineer Hersi hayupo mchini, ameenda kukusanya kijiji chake kuja kufanya makubwa yanayoendelea kuhusiana na masuala ya kisajili. Cha kwanza habari ya kuamka ndugu zangu. Naona mkupoa na kadhalika. Cha pili, sisi kama wanayanga pia tunamtakia mapumziko mema kipa wetu wa zamani Bwana Kindoki. Pia tuna msiba huo umetukumba pamoja. Sisi katika familia hii, ukiondoka utabakia kuwa familia. Cha pili, president ni kama kaida yake. Safari hii tumeamua kuja kimya kimya kama mazombi au kama umeme. Maana umeme ukiuangalia unawaka katika mazingira haraka haraka, huwezi kujua hatari yake mpaka ukufanyie surprise. Kwa nadhani sasa muda huu, mimi mwenyewe binafsi sifahamu mpaka dakika hii rais wetu Engineer Hersi yuko wapi, ila analolifanya tunajua ni kitu gani. Kuelekea msimu mpya wa ligi unaokwenda kuanza hapo mwezi wa 8 pamoja na mashindano mbalimbali, nadhani sasa ni muda wetu sisi mashabiki na wanachama kuweza kuhendo na kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya. Kwa hiyo sisi tumejiandaa, tumetambulishiwa kocha, tumempokea. Nadhani baada ya hapo sasa usajili tunaweza kusema unaanza rasmi. Lakini binafsi kwa ninavyofahamu usajili wa Yanga umeshakamilika na umeshamalizwa. Kilichobakia sasa hivi ni kuanza kutambulisha mmoja baada ya mwingine. Niupongeze idara ya habari ya Ali Shabani Kamwe. Mfumo mwaka huu aliotumia kutambulisha kocha ndio wautumie pia kutambulishia wachezaji wetu. Wasiandae tension yoyote, wasiandae siku na chuma kinakuja, wasiandae nini wala nini. Mtu unakuja kutamaki, unashangaa unalala unaamka, unakuja kumuona Lionel Messi amevaa green and yellow. Nani? Au Messi singano? Nasema hivi, mfumo ambao unaotumia msimu huu ni mfumo mzuri sana ambao kwenye klabu hii. Na ningeomba kwenye utambulisho wa wachezaji kupitia idara yetu ya habari inayoongozwa na Ali Shabani Kamwe, mfumo ule utambulisha kumtambulisha kocha wetu ndio utumike pia kutambulisha wachezaji wetu. Unalala unaamka, unakuja kuwasha data zako, unakuja kukuta Lionel Messi amesajiliwa kwenye klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao. Messi gani? Wewe shikilia hapo kwenye Lionel Messi. Kama singano Messi au? Kuna Lionel Messi wa Afrika anakuja kucheza pale kwenye klabu hii ya Yanga. Ni mchezaji ambaye anatoka Afrika Mashariki na Kati. Sasa sikupi kodi kamili kama huyu anatoka nchi gani, ila binafsi na usajili unaokwenda kufanyika msimu huu, kama umeshawahi kucheza na Yanga msimu uliopita, safari hii kabla ukutana na Yanga, tuwasi mashabiki na viongozi waanze kunywa panado, maana baada ya mechi kuisha kuna watu watapata maradhi mengi sana ambayo hata tiba kamili Muhimbili watashindwa kujua tunamtibu nani tunamwacha nani, kwa sababu msimu huu klabu yetu imeamua kufanya usajili uliokuwa bora unaoendana na matakwa ya klabu yetu. Tuseme ule ukweli, msimu uliomalizika wa mwaka jana tulijaribu kupambana kadri tuwezavyo, ila tumeweza kuchukua ubingwa mbalimbali kutokana na uzoefu tu wa klabu yetu. Ila tulikuwa na timu ambayo wachezaji wengi ambao walikuwa wamesajiliwa kwenye klabu hii, wengi walikuwa wameshindwa kuendana na mwenendo wa klabu yetu, wameshindwa kuendana na hali halisi ya klabu yetu. Sijui wengine ndo hali ya hewa, mazingira yalokuwepo ndio hivyo, lakini ni wasii wachezaji wote wapya mnaosajiliwa na klabu ya Yanga, chonde ni waombe mnakotoka makwenu, hakikisheni muwe mmeaga. Siamini kama kuna mtu anatoka Europe. Asili ya Afrika kila mmoja anaifahamu. Wewe unatoka Afrika Magharibi, unatoka Afrika yoyote, aga kwenu. Nenda kwenye mizimu ya babu yako na mama yako huko na babu zenu, nenda wakakutambukie vizuri. Ukija kwenye hii nchi uhakikishe unakuja uko vizuri. Ukija kwenye nchi hii ukiwa mwili wako umeupaka mafuta, alafu utegemee kupanda mnazi, bro,
utateleza kila siku endao kwa Mungu. Ukitazama Kizenga, usajili wa msimu uliopita na kulinganisha na usajili ambao tunaofanya Young Africans msimu huu, una tofauti gani? Na msimu uliopita tunajua uliwaangusha kwa kiasi kikubwa sana. Tofauti ni ipi? Tofauti wa msimu huu na msimu unaokuja, kwa sababu msimu huu mpaka unatamatika Max Nzengeli labda anapata injali, unaanza kufikiria kwenye benchi la ufundi kuna nani? Manake msimu huu tulikuwa na timu ambayo sio kikosi kipana tafsiri yake, ila safari hii tunakwenda kusajili kikosi kipana. Kila namba ina watu wawili wawili, na watu wawili wawili hao ni watu aswa. Akitoka mtu anaingia mtu, sio akitoka mtu anaingia afadhali ya mtu. Sijui unanielewa vizuri. Mfumo sasa hivi wa kwanza usajili wachezaji ambao wanaovaa maliboni kukaa majukwaani tu na kuanza kuvaa heleni, nadhani sio muda wake. Mimi simfahamu huyo ni nani, ila sasa hivi muda wa kusajili matozi hatuna hiyo time. Muda huu sasa nina imani kupitia Engineer Hersi pamoja na kamiti yake watakwenda kutuletea wanaume wa shoka wanaoweza kuipambania timu yetu uwanjani. Lakini mara pengi tumekuwa tukisikia majigambo kabla ya usajili ya Kizenga, tambo za usajili, lakini baadaye mnaanza kulaumiana wenyewe. Nani alisajili, nani alisajili? Shida nini? Msimu uliopita tunaweza tukasema kitu kimoja. Engineer Hersi baada ya majukumu mengi ya kuongoza klabu ya Yanga, baada ya hapo akawa majukumu ya usajili akawa anayaacha kwenye benchi la ufundi pamoja na makocha ambao wanaofundisha klabu ya Yanga. Lengo na madhumuni ni nini? Hakutaka kuingilia majukumu yao ili wawalete watu wao wanaowataka wao. Lengo na madhumuni, ikitokea mchezaji kaferi, ikitokea timu ikufanya vizuri, majibu na maswali yatakwenda kwao, wao ndio watakaotujibu sisi vizuri. Ila safari hii kupitia Ali Shabani Kamwe tumemuomba rais wetu aingie mwenyewe chimbo kama ilivyokuwa zamani. Na mfano mdogo, baada ya kuingia chimbo yeye mwenyewe kaenda pale Uganda katuletea Alan Okello. Sasa hivi Afrika Mashariki na Kati inamuimba Star Boy ni nani? Kwa manake Engineer Hersi ana IQ kubwa sana kwenye football. Ana ushawishi kwenye kila mchezaji ambaye anayekwenda kukutana naye, ana uwezo wa kumshawishi na kumuingiza kwenye mfumo wake. Yaani engineer mfumo wake kwa sisi vijana wa kileo ni sawasawa na mwanaume ambaye ana uwezo mkubwa sana. Hata ukimwacha na mwanamke wako ni tatizo, maneno yake mawili anaweza akamchukua mwanamke wako akaondoka naye. Kwa hiyo Engineer Hersi ana huo ushawishi, ana huo uwezo. Ukiangalia kwenye mantiki moja ama mbili, lengo na madhumuni, tunahitaji kuona klabu yetu inakwenda kwenye mafanikio makubwa kuanzia ndani mpaka barani Afrika. Full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees.